Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na moja kati ya vitu ambavyo vina make headline huko mtandaoni kwa sasa, na kiukweli ni kwamba watu wengi sana wamekuwa wakifuatilia hii story kutokana na kwamba imekuwa ni moja kati ya story ambazo zimekuwa hazikwepeki sasa hivi hapa town, kutokana na kwamba tunajua kabisa kwamba Mwijaku bwana ni moja kati ya watu ambao wako na umaarufu mkubwa, lakini watu wengi sana wanamfuatilia kutokana na heka ambazo yuko nazo katika mitandao ya kijamii. Lakini moja kati ya vitu ambavyo Mwijaku ameshawahi kufahamika navyo ni issue ya yeye kwanza kabisa amekuwa akijiproud sana kuhusiana na mkewe, lakini pia amekuwa akisisitiza vijana wenzia au vijana wengine tofauti wahakikishe kwamba wanafunga ndoa na sio kuwa wahuni. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba Mwijaku amekuwa akijitamba mno kuhusiana na mkewe kwamba ni mwanamke ambaye mzuri kuliko wanawake wote hapa town, lakini pia vile ni mwanamke ambaye yuko na moyo safi, mwenye hela na mwenye kumpenda na kumthamini na anayejua maana halisi ya ndoa. Lakini pia vile tunafahamu kwamba Mwijaku bwana alipata umaarufu mara ya kwanza kabisa kipindi kile wakati anafanya maigizo katika show ya mahusiano. Lakini ukiachana na show hiyo ya mahusiano ambayo ilikuwa inaruka Clouds TV, ni kwamba Mwijaku pia alikuja akamege headline zaidi baada ya kuwa mshauri wa mapenzi katika mitandao ya kijamii, and then baada ya hapo ndo akaamua kuingia moja kwa moja kwenye mambo ya uchawa. Kwa hiyo kabla ya mambo ya uchawa bwana, issue za mahusiano ndo kitu ambacho kilimpatia umaarufu mkubwa sana Mwijaku hapo awali, na mpaka sasa hivi bwana tunafahamu kwamba alikuwa yuko kwenye ndoa, na nimesema kwamba alikuwa kutokana na baadhi ya tetesi ambazo zimesambaa huko mtandaoni kwa sasa kwamba ndoa ya Mwijaku bwana haipo matatani au kwa namna moja au nyingine imevunjika. Bwana, moja kati ya page maarufu kabisa huko Instagram wamekuja wameposti kuhusiana na hicho ambacho kimetokea, wakiwa wametoa notification au wamekuja kwa notify kuwajuza wadau mbalimbali kwamba bwana ndoa ya Mwijaku imevunjika, na sasa hivi ina takriban miezi mitatu yeye Mwijaku amekimbiwa au ameachwa na mkewe. Lakini pamoja na taarifa hizo kusambaa, bado haijafahamika exactly kwamba sababu ambayo imepelekea ndoa ya Mwijaku kuvunjika ni nini. Yani ni kitu ambacho bado hakijajulikana wazi kwamba ni nini ambacho kimepelekea ndoa ya Mwijaku kuvunjika, lakini habari ambazo zimetufikia za awali ni kwamba hivyo ndivyo mambo yalivyo, kwamba huu ni mwezi wa 3 sasa hivi Mwijaku na mkewe hawako kwenye good terms, na inavyosemekana ni kwamba mke wa Mwijaku amemtupa Mwijaku. Kwa hiyo hapa bwana kuna page wamekuja wameandika kwamba kumbe Mwijaku ameachwa na mkewe miezi mitatu iliyopita. Alafu hapa chini katika caption wakatoa maelezo zaidi wakiwa wameandika kwamba Mwijaku ameeleza kuwa yuko single, ameachwa na mke wake miezi mitatu iliyopita akiwa anaomba namba kwa mwanamke aliyekutana naye huko Dubai. Je, ni kweli wameachana au ndio swaga zake tu? Bwana, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini pia hapa kuna comment za wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao. Hapa kuna mtu hapa ameandika kwamba bwana acha kutuwekea upuzi. Kuna mtu anasema bwana sasa sawa, hata mimi pia vile kukaa na mtu kama Mwijaku kiukweli inahitaji moyo, matukio hayaishi, chuo yeye, kihelehele yeye, makelele mtandaoni yeye, yani kuchamba yeye, kiukweli kuishi naye huyu mtu ni kazi kweli, bora urudishe mahali yao urudi kwenu. Kuna mtu mwingine hapa amekuja amecomment ameandika kwamba hapo sasa la kushangaa ni nini sasa, kama ameachwa wala sio jambo la kufanya watu washangae. Mwanaume gani anaongea kama redio Zamzam?
So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Hiyo ni reaction ya wadau mbalimbali huko mtandaoni baada ya taarifa za kwamba Mwijaku bwana ameachwa na mkewe kusambaa. Lakini pia vile hapa kuna page nyingine hapa imekuja kuripoti kuhusiana na hii post ya Mwijaku mwenyewe akiwa amejiita single boy. Umeona bwana hapa kuna post hapa wameandika kwamba single boy mihangaikoni, ni mwendo wa kutumia hela zangu ninazozipata kwa sasa, na nikipata mzungu twende kazi, sina muda. Hapa amemalizia hapa hala, ameandika hivyo Mwijaku. Hiyo bwana ni caption ambayo ipo katika posti mojawapo ya Mwijaku ambaye ameiposti hivi karibuni akiwa yuko nje kwenye mambo yake ya kufanya brand endorsement deals, mambo ya uambassador au ubalozi. Umeona bwana so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini ukiachana na hilo vile ni kwamba hapa kuna posti nyingine ya Mwijaku akiwa ameweka kama caption katika Insta story yake pale juu, ambapo hapa pia ni kwamba Mwijaku bwana amekuja kuzungumza jambo lingine ambalo pia ukilifikiria vizuri lina make sense kwenye upande ule wa kwamba Mwijaku bado kama vile anaendelea kusisitiza kwamba yeye ameachika. Kwenye hii posti bwana hapa Mwijaku ameandika kwamba naomba kuweka rekodi vizuri, sina mali yoyote kwa jina langu, mali zote zina wenyewe, hivyo basi mfahamu kwamba mimi ninamiliki bodaboda moja tu ipo kwa jina langu, msije kudanganyana. Hiyo ni posti ya Mwijaku ameiweka kupitia kurasa wake wa Instagram. Kwa hapa kuna caption mbalimbali zimejitokeza katika posti nyingine ambazo katika kurasa nyingine za Instagram za watu mbalimbali wamekuja kuripoti kuhusiana hiyo. Kwa mfano hapa kuna page hapa wamekuja maandika kwamba Mwijaku ametoa tamko akidai kwamba hana mali yoyote anayomiliki zaidi ya bodaboda. Kuna mwingine anasema bwana hilo ndo andiko la Mwijaku, unahisi kwamba linahusu nini? Wadau wanasema kwamba bwana Mwijaku ameandika hivyo kwa lengo la kwamba kama mkewe wametengana basi ajue kabisa kwamba hakuna kugawana mali, labda wagawane hiyo bodaboda ambayo ipo kwa jina lake. Mali nyingine si zake kwani hajaziandikisha kwa jina lake. So kwa namna moja au nyingine wadau mbalimbali wameanza kuhisi kwamba huenda hii issue ikawa ni kweli, lakini it is what it is. Ukiwa kama mdau na wewe pia hebu tuwekee maoni yako bwana katika comment section. Hebu tuambie unahisi kwamba kweli Mwijaku na mkewe wameachana au la. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.